Hapa ni Kalenga yalipo makazi ya Chifu Mkwawa Mkwavinyika Mtwa Mkwawa, ambayo makazi haya yanapatikana hapa Kalenga ndani ya manispaa ya Iringa, na hifadhi hii ya makumbusho haya ya Mkwawa ipo chini ya hifadhi za taifa TANAPA, ambao wao ndo wanasimamia eneo hili. Na ilivyo bahati, sisi timu ya Bongo FM pamoja na Powerbank tulipofika hapa leo tumemkuta mwenyeji wetu Mtwa Adam Sapi Mkwawa, ambaye yeye ndiye mtwa au chifu wa Wahehe kwa wakati huu. Kamwene unogage Twano Fuera Makasi Ale. Mapigo Ale. Okay. Wewe ni mtwa wangapi? Mimi ni mtwa wa 5, kizazi cha 5. Kizazi cha 5. Ndiyo. Kizazi cha kwanza kilikuwa ni kizazi? Ilikuwa ni Mtwa Mkwawa mwenyewe. Wa pili mtoto wake kuma ni Sapi. And then akaja Adam Sapi, wakati huo ni spika wa bunge wa kwanza Tanzania. And then akaja baba yangu anaitwa Abdu, alafu nikawa mimi ndo kizazi cha 5, Adam wa pili. Na umechukua majukumu haya ya uchifu ukiwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 13. Yeah. Ilikuwaje? Hiyo of course katika mila zetu na desturi za Wahehe, uongozi wa utwa unahama pale ambapo kiongozi aliyekuwepo kwenye madaraka wakati ule, kumaanisha kwa wakati ule ilikuwa ni mzee wangu Abdu, alifariki. Na mimi nilikuwa bado mdogo, lakini pia ni mtoto wa kiume wa kwanza wa mke wa kwanza ndo atakuwa kiongozi wa baadaye. Ni mtoto wa kiume wa mke wa kwanza. Yeah. Na sio mke wa pili wala wa tatu. Yeah. Vipi kitokea bado Chief Adam Sapi Mkwawa anaendelea kutupitisha kwenye maeneo mbalimbali katika eneo hili la Kalenga, na hivi sasa ananiambia tupo eneo la malalo, mahali ambapo kuna malalo ya Mtwa Mkwawa pamoja na watu wengine katika koo hii, si ndio? Utatupitisha na atatuambia hapa kipi ni kipi na wapi kipo nini. Tunaweza tukaendelea Chief. Asante sana. Yes, kama nilivyosema, hapa ni makumbusho ya Mtwa Mkwawa ambayo ni sehemu ambayo fuvu la Mtwa Mkwawa lilirudishwa 1954. Na sehemu hii pia ndani ya makumbusho utakuta vifaa ambavyo vilitumika vya kitamaduni, kumaanisha kama ni viungu, vifaa vya muziki, vya mangala ambavyo walikuwa wakivifunga kwenye miguu na kucheza zile ngoma traditional za kimila za Wahehe. Pia katika eneo hili ndani ya uzio utakuta makaburi. Na makaburi haya ni vizazi vya Mtwa Mkwawa, kumaanisha ndani ya makumbusho lipo fuvu la Mkwawa, lakini ndani ya uzio kuna kaburi la mtoto wake wa kwanza aliyeitwa Sapi pamoja na mke wake wa kwanza aliyeitwa Johari. Lakini pia kutakuwa na lipo kaburi la mtoto wa Sapi, kumaanisha mjukuu wa Mkwawa, ambaye aliitwa Adam Sapi. Yeye alikuwa spika wa bunge wa kwanza Tanzania wakati huo mpaka Tanzania ikapata uhuru. Lakini ndani humu pia yupo na mke wake wa Adam Sapi aliitwa Hawa. Pia humu yupo mjukuu wa Sapi, kumaanisha mtoto wa Adam Sapi. Yeye aliitwa Abdu Adam Sapi, ambaye ni baba yangu mimi, na mimi ni Adam wa pili ambaye ndo kiongozi wa sasa hivi, ambaye umerithi kutoka kwa babu. Abdu. Kwa Yes. Babu hiyo sasa. Kwa Adam. Abdu baba yangu mimi. Okay. Yes. Yeah, na of course sehemu hii ni anazikwa tu chifu na mke wake wa kwanza. Hao tu ndio wanaopaswa kuzikwa ndani ya uzio huu. Yes, lakini chifu na mke wa kwanza na mke wa kwa tena mke wa pili ukiachana na ile kwenye mtoto wa kwanza, huku pia kwenye kuziko iko tofauti kwa sababu kama ni mke wa pili alipewa labda eneo fulani na chief, basi atazikwa katika mazingira ya eneo lile, lakini ndani ya uzio huu ni chief na mke wake wa kwanza. Naam, kwa maelezo mafupi haya kwa zaidi naamini tungeenda nyumbani ningekueleza kwa undani zaidi kwa historia ya Wahehe. Tukaribie nyumbani. Kwa hapa ndo tumefika. Karibu sana. Yes, hapa ndo nyumbani. Karibu. Asante. Kwa hapa ni nyumbani kwa nani? Hapa ni nyumba ya Adam Sapi, spika wa bunge. Okay. Yes. Hapa ndo alikuwa akiishi yeye na familia yake. Na sasa ndo nyumbani pamoja na ofisi.
Shikamoo. Asante. Hizo kaka hii. Kwa bonge la mkenge. Of course, ilikuwa Unaangalia vipi? yeah, mtavua. Yeah. Tavulia hapa. Sawa, na hapa ni mazungumzo na Mtwa Adam Sapi Mkwawa wa pili, na naomba nikukumbushe kwamba huyu ni mtu ambaye alikabidhiwa majukumu haya ya kimtwa akiwa na umri wa miaka 13 pekee, na pengine huyu ndiye mtwa au mfalme kwa upande wa machifu ambaye ana umri mdogo kuliko wote Tanzania. Na hapa ni katika makazi yake pamoja na ofisi yake hapa katika kijiji cha Kalenga mkoani Iringa. Mtwa, hivi utaratibu wa kurithishana umtwa kwa kabila la Wahehe unakuwaje? Okay, of course katika makabidhiano, mila na desturi za Wahehe, nafasi ya utwa inashuka kwa mke wa kwanza wa mtoto wa kiume wa kwanza. Kumaanisha kama chifu alikuwa na wake wawili, watatu, yule mke wa kwanza akibahatika kupata mtoto wa kiume wa kwanza ndiye atakuwa chifu. Yeah, na kwa mfano kwa familia yetu sisi, mimi nimebahatika kuwa na dada wa 4. Mimi ni wa 5. Yes, na hizo ni pati ya harakati za kutafuta mrithi. Sasa na shughuli za mtwa wa kabila la Wahehe anafanya shughuli gani hasa? Of course kwa nyakati hizi kazi zetu kubwa ni ya kwanza ni kusimamia mila, desturi na tamaduni za Wahehe. Hiyo ndo foundation au ndo kazi kubwa ambayo sisi viongozi wa mila na desturi ndo jukumu letu. Lakini kwa upande mwingine ni kushirikiana na serikali, aidha kuelimisha jamii, kuelekeza, kuishauri serikali katika sekta tofauti tofauti au kazi tofauti tofauti ambazo serikali zinazisimamia jamii. Lakini wakati huo huo ni kukuza utalii, kumaanisha kama nyanda za juu kusini tuna mbuga za wanyama, lakini uzuri wake kuna culture, kumaanisha tamaduni ambayo inahusisha zile mbuga za wanyama zilizotumika na Mtwa Mkwawa wakati ule kama sehemu yake ya biashara, kwa sababu alikuwa akifanya biashara na Waarabu, kuuza kubadilishana pembe za tembo na vitu vingine. Kwa hiyo ilikuwa ni kama duka lake. Kwa hiyo imekuwa ni culture ambayo ina utalii wa wanyamapori, na ni moja ya sehemu ambayo inazidi kuitambulisha Iringa kwa namna ya kipekee kama hiyo. Nyingine ni kutoa mawazo au information au huduma kwa wale watu wanaofanya utafiti, kumaanisha researchers, kuhusu mambo ya historia, mambo ya utafiti tu wote wa kiujumla wa vita za Mtwa Mkwawa pamoja na mila na tamaduni za Wahehe, ambazo tumepokea wageni wengi waliofanya utafiti kwenye zile risasi zilizotumika, magamba yale yaliyobakia kwenye risasi alizojipigia Mtwa Mkwawa. Pia tumesaidia kutoa maelekezo au kuwapa maelezo kwenye utafiti wa nyimbo za kimila ambazo za kwetu sisi ni Tana Mangala, Viduo, ambazo nyimbo zote hizo zilikuwa zikielezea ushindi wakati mazishi, huzuni, zina maana nyingi kuelimisha jamii. Kwa hizo ni baadhi ya kazi za viongozi wa kimila, kumaanisha kama mtwa. Sawa. Kwa umri wa miaka 13 ulipewa jukumu hilo kubwa la kuwa chifu wa kabila la Wahehe. Pengine utupitishe kidogo, ilikuwa ngumu kiasi gani au nyepesi kiasi gani kuliongoza kabila kubwa kama la Wahehe kwa umri wako huo ambao ulikabidhiwa? Of course kwangu mimi kutoka wakati ule nimekabidhiwa miaka 13, ilikuwa ni ghafla sana, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, uongozi wa utwa utahama pale ambapo kiongozi aliyekuwepo madarakani amefariki.
na atakayerithi ni mtoto wake wa kiume wa kwanza wa mke wa kwanza. Sasa kwa nafasi yangu mimi na wakati wangu, mzee wangu alifariki nilikuwa na miaka 13. Na mimi ndo mtoto wa kiume pekee kwenye familia yetu, ambapo moja kwa moja hiyo nafasi ikawa ya kwangu mimi. Hivyo nikarithishwa, lakini kwa wakati ule nilikuwa sielewi uzito wa nafasi hiyo na viatu ambavyo walivivaa mzee wangu na mababu zangu hapo mbeleni, jinsi ya kulisimamia kabila. Lakini kutoka wakati ule namshukuru Mungu, alikuwa akinisimamia kwa undani ni dadangu Fatuma Mkwawa. Yeye ndo alikuwa akinisimamia nikiamka, nikilala, nikienda hapa nifanye hichi. Mwanzo mpaka leo bado nipo naye, ambaye ndo akiwa akinizidi kunielekeza kwa namna moja au nyingine jinsi gani ya kusimamia nafasi hii ya Utwa na kuliongoza kabila letu lenye historia kubwa ya namna hii mpaka wakati huu. Lakini na ninavyozidi kushirikiana na serikali of course na jamii, nakutana na changamoto nyingi sana ambazo of course zinaweza zikani limit kufanya kazi yangu kwa nafasi au kwa level ile ambayo jina au nafasi ya Utwa ingeweza kufikisha. Kuna mengi ambayo najifunza na understand na kufahamu kuwa nafasi hii ni nafasi ambayo yenye hadhi kubwa sana na inahitaji ufikiriaji wa hali ya juu. Okay, nafasi yenye hadhi na ambayo inahitaji ufikiriaji wa hali ya juu kwa kizazi hiki cha Gen Z ambao ni digital, yani ndo maisha yao. Wana mitazamo kwamba mambo haya ya kichifu, kitamaduni, yani ni kama mambo ambayo yameshapitwa na wakati. Sasa wewe ni mtu wa kijana Gen Z dogo kabisa, kwako huwa unawaambia nini au kipi ambacho unaweza kuambia ili kuwapa utofauti wa mitazamo ambayo wapo nayo? Of course kama mmoja wa kizazi hichi ambacho tunaweza tukasema Gen Z, hiyo changamoto na hiyo position naielewa kwa sababu ni part ya hilo group. Na kwa vijana wenzangu, kwa kweli kwa shauri au ni kwa kumbusha kuwa mila zetu na tamaduni zetu ndio maana yetu ya sisi. Yani maana ya kwako wewe mwenyewe, kujitambua kwako wewe kunaanzia kwenye mila zako na desturi, kumaanisha kabila lako. Yani ndio unakuja kujitambua wewe ni nani. Hivyo basi kama kijana nakusihi ujitafute kwa kupitia sehemu hiyo, kujua nyumbani kwenu ni wapi, babu yako alikuwa nani au bibi yako alikuwa nani, yani kujua ile bloodstream ya ndugu zako waliotangulia ni akina nani, ili uweze kujitambua wewe. Na kwa kama kijana sasa hivi mimi kama mtu wa Wahehe, of course kama nilivyosema kazi yangu ni kusimamia mila na desturi. Of course imenibidi ni balance ujana wangu pamoja na uongozi. Kubalance ujana na uongozi. Yes. Sio kazi nyepesi kwa sababu kwa nafasi yangu mimi kama nilivyosema nilipokea mdogo. Kwa hiyo imenibidi niweze kubalance kwanza masomo kwa sababu bado nilikuwa niko shule na bado nipo na masomo, na wakati huo kuna ujana, na wakati huo na nafasi ya uongozi ya Utwa. Kwa hiyo ibidi kuna mambo yani utakiwi kuyafanya uyaache ili kuendana na ule wadhifa wa kimtwa. Ndio, na kama ulivyosema mwanzoni niliwezaje kukopa ni kwa kupitia toka wakati ule mdogo mpaka sasa hivi kuzidi kuunderstand hii nafasi ina uzito gani. Hiyo kutoka na huo uzito ndio ambao umenishape hata mimi mwenyewe jinsi gani ya kujiwakilisha kwenye jamii. Kuwa nikiwa na jamii nasimamaje kama kijana au kama kiongozi, najitambulishaje na kuwa naishije na jamii yangu. Kwa hiyo yote imekuwa ikinifunza jinsi gani ya kuweza kubalance either ni ujana na uongozi. Lakini sio jambo jepesi. Yeah, of course kama nilivyosema mwanzoni nilikuwa naona ni ya kawaida, lakini kadri muda unavyozidi kwenda inazidi kujichambua na inaonekana inahitaji niwe mtu wa Mungu sana ili na mimi anisaidie, kwa sababu mpaka hapa
naamini Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo alikuwa ameyapanga yote. Ndio, sasa wanakuheshimu lakini vijana kwamba wewe ni Mtwa wao, especially kwa vijana wa kabila la Kihehe. Kwa sasa hivi nchi yetu Tanzania tumechanganyana, kumaanisha makabila ni mengi sana. Wahehe, tumekuwa na Wakinga, Wanyakyusa, Wachaga, yani hivyo, which ni kitu kizuri sana ambacho kinatutengenezea umoja wetu kama Tanzania. Lakini kusema Wahehe pure kabisa siku hizi huwezi ukawapata. Lakini jinsi ya kuishi sasa na mchanganyo huo, of course naamini wananiheshimu kwa sababu na mimi ninavyojiwakilisha either kwenye majukwaa au ninavyokutana nao, naamini ni kwa upande wa kiubusara pia na kwa kuonesha nafasi yangu kama kiongozi na pia kama mmoja wao ambaye naishi katika mkoa huu wa Iringa. Kwa hiyo kwa wanaonitambua wataniheshimu kwa wanavyonitambua, lakini kama anitambui anaweza kanijua kadri muda unavyozidi kwenda, then tunaheshimiana. Sidhani kama kuna zile korofishana kuwa wewe ni nani, wewe ni nini, hapana. Lakini heshima bado iko pale pale, lakini tungependa iwe kuja kuwa official kabisa, itambulike hata kwa yani kimfumo moja kwa moja. Ndio. Okay. Kabla hatujaelekea huko kwenye mifumo na nini, tatamani hapa kuna kitu kiweke sawa. Ndiyo. Kuna ambao wanachanganya mambo, yani anachanganya mambo ya tamaduni, anachanganya labda na mambo ya uganga. Yani una tamaduni na uganga ni kama vitu vinaenda pamoja, au ni kama vitu vinavyo shahabiana. Ufafanuzi wako kwenye hili upoje? Of course kuna wataalamu zaidi, lakini kwa ujuzi wangu kama kiongozi wa mila na desturi, mila zetu na desturi na mambo ya uganga au ushirikina ni vitu viwili tofauti. Na wewe mtazamaji inabidi utambue huo mstari kuonesha hizi ni tamaduni na hizi ni vitu vingine ambavyo ni ushirikina na uganga. Sasa kwenye utamaduni ni watu kutokuwa na elimu au kutokutambua kuwa huu ni utamaduni. Kwa mfano kama sisi Wahehe, mavazi yetu haya tunayoyavaa kama hili ni migolole, ambayo ni utamaduni ambayo ilivaliwa na mababu zetu na mabibi zetu wakati ule, na sisi tumerithishwa, ndio tunazidi kuyaenzi. Na kuwekea uzito kwenye hilo ni chukulia mfano kama nchi kama China. Wale wenzetu wana mwaka tofauti na jinsi dunia inavyozunguka. Kwa kama sisi tuko mwezi wa 7 huo wa 6, wao wako mwaka wao tofauti. Ndio. Hizo ni tamaduni, wanasherehekea mwaka wao mpya kwenye tofauti na dunia inavyoendelea. Hizo ni tamaduni ambazo wao wanaziheshimu kutoka moyoni, kumaanisha wanazifahamu uzito wake, kwa zilitoka wapi mpaka saizi ziko hapo. Na kwenye mambo ya ushirikina ndio huko ambako unakutana na vitu ambavyo havieleweki, vitu ambavyo vinafanyika kwenye jamii ambavyo hatujawahi kuviona, vitu ambavyo vinasikitisha sana kuvisikia. Vitu vya kikatili, vitu ambavyo sisi kama viongozi wa kimila vinatuudhi kupitiliza, kwa sababu tunapambana sana kurudisha ile au kuwakumbusha kuwa watu tulikuwa wapi, na kwa nini inabidi tuendelee kuenzi hivi vitu. Ndio. Lakini kuna vitu hivyo vidogo ambavyo vinatokea au vikubwa kwa namna yake vinazidi kuharibu ile image kiujumla. Na ndio maana pia unakuja kuona kwa wakati mwingine kwenye bara la Afrika tunafahamika kwa tamaduni zetu. Kwa hiyo kwa ushauri mwingine ni tufurahie utamaduni wetu. Ule utofauti ndio unakufanya wewe kama wewe, lakini ndio unakutengeneza upekee wako. Sasa ambao unaanzia kwenye utamaduni. Sasa Chief, tangu nimeingia hapa, tangu tumeanza kuzungumza, ndio mkononi upo na mkuki. Ila huo mkuki hauachi, una maana kichifu? Of course, huu ni kuonesha mamlaka, kwa mimi ni Mtwa. Mm. Lakini pia wakati ule ilikuwa ni kwa ajili ya kujilinda.
Yeah. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu tunafanya maongezi, sidhani kama nitahitaji kujilinda kwa mtu yote kwa kunivamia, lakini bado ni kwa ajili ya ulinzi pia. Na hairuhusiwi kushikwa na mtu mwingine zaidi ya chief. Ndio, hapana, hairuhusiwi. Of course kuna mikuki mingine ukiangalia nyuma yangu. Lakini kwa selection ya sasa hivi hii ni ya chief tu peke yake. Ndio. Na mwanamke sasa wa Kihehe yeye atakuwa anashika nini? Yeye anaweza kawa na usinga. Ule ndo akawa anaweza kama ameushika. Ya labda na vitu vingine sijijua, yani kama kinyamkoni ambacho kilikuwa cha kunywea, labda kama ni maji na vitu vingine kwa kikihifadhi hivyo vitu. Ndio. Yes. Na kwa chifu, na kwenye hayo mavazi kama mimi nimevaa hii kaniki na wewe umevaa hilo hapo vazi golori, tafsiri yake? Of course kwa kwetu sisi kwa wanawake nyeusi ndo kaniki ambayo imechaguliwa na makabila mengi. Of course wanavaa pia, na kwetu sisi ni kama hilo, na kwa wanaume ni nyeupe ambalo ndo vazi letu, na hata mtu Mkwawa naye alikuwa akilivaa. Yes. Sawa. Na majukumu yako sasa makubwa kwenye jamii ya Wahehe ni yapi Mtwa? Of course kama nilivyosema mwanzoni ni kudumisha mila na desturi. Na namna moja ya kufanya hiyo ni kushiriki vile vitu vyote vinavyohusisha na tamaduni au na historia kiujumla ya Wahehe. Panapomhusisha Mkwawa, panapohusisha Uhehe kwa ujumla. Na kwa mfano tu mdogo, niliweza kushiriki process ya kukabidhi mafuvu 12 ambayo ukiangalia kidogo unaweza ukayaona picha zao, ambao ni ndugu zetu Wahehe wa wakati ule, na kijumuika na babake na Mkwawa. Mnyigumba alichukuliwa na Wajerumani, na tulienda kule nje na kuweza kushiriki kutambua research iliyofanyika, utafiti uliofanyika. Tukajifunza mengi, na process yote ilikuwa ni kuishia kuyarudisha mafuvu nyumbani. Lakini kwa mpaka sasa tulikuwa tunasubiri kibali kutoka serikalini, kwa sababu process zote kutoka kule nje zilikuwa zimeshakamilika. Bado tuko. Yes. Na hiyo yote ni historia, kwa sababu kwa wakati ule ilipokelewa fuvu moja na babu Adam Sapi. Lakini na sisi katika harakati zetu za sasa hivi, nafasi yangu ilikuwa ni kurudisha mafuvu hayo 12 ambayo bado yamesalia. Yes, na kuna vitu vingi sana ambavyo vinahusisha kabila la Wahehe viko nje ya nchi, ambavyo mimi naamini tukishirikiana vizuri sana kwa undani na serikali yetu, tunaweza tukafika mbali kwenye kukuza mambo ya utalii, kwenye kurudisha amani katika nchi yetu, kwa sababu njia moja ya kufanya mila zetu na desturi ni kuwa na vile vifaa kama hivi mkuki na vingi vyetu of course tumekuwa tukishirikiana na serikali kwa kukusanya kwanza sehemu gani zina hizo ushirikina unafanyika kwa wingi katika mkoa wa Iringa, then tunachukua hatua, kumaanisha kama ni viongozi wa kijeshi tunaenda nao kamata wahusika, na kama viongozi wa mila na desturi tunawaelimisha jamii pale kuwa wakiona tukio kama hili kwa kuwa kuna chochote kinatokea ambacho ndivyo sivyo, basi watoe taarifa katika sehemu jirani, aidha ni kwa wenye viti wa vitongoji au mtaa wote kwenye serikali, ili tu kupata ile information. Lakini kama viongozi tunazidi kuwaelimisha, kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni, Tanzania saizi ni mchangamano wa makabila mengi. Na sisi Wahehe, sisi mila zetu na desturi hazituruhusu kabisa kufanya vitu kama hivyo. Kama nilivyosema mwanzoni, ni utamaduni tu ndo ambazo tunazienzi na historia na vyote hivyo vinavyohusiana, lakini hivyo vingine vya ukatili sisi kwetu hapana, tunavikataa kabisa kama viongozi wa mila. Ndio maana tunavikemea kwa pale tunapopata nafasi, kwenye majukwaa, kwenye media kama hizi, kwenye popote tunapokutana na jamii tunazikemea ipasavyo.
Sawa. Nje ya hayo masuala ya ukatili, kuna shughuli nyingine ambazo kama Mtwa unashirikiana na serikali katika kuhamasisha maendeleo ya mkoa wa Iringa? Ndiyo. Tumekuwa of course kama serikali, naamini kuna wakati tuliitwa na Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, alituomba tuelimishe jamii katika kulinda miundombinu, kwa sababu serikali ilikuwa ikitekeleza ujenzi kama reli, SGR yetu ile, airports, barabara, kuzilinda. Kwa hiyo tulikuwa tukizisimamia hizo sehemu. Tukiona uhalifu unatokea, aidha tunaripoti na sisi kwenye vyombo vya umma vya serikali ili wachukulie hatua. Lakini pia tunashiriki katika kuelimisha wananchi na kuwashawishi nyakati za sensa. Tuliweza kuwaelimisha katika vijiji, niliweza kwenda pamoja na watu wangu ili tuwahamasishe watu waweze kuhesabiwa sensa, kwa sababu ina umuhimu mwingi kwa taifa kutambua kiwango cha watu katika sehemu fulani ili kuweza kutoa mahitaji katika eneo hilo. Sawa. Ndio umenizungusha kwenye maeneo tofauti ambayo yanapatikana hapa Kalenga, na pengine hapa tulipo kuna vitu vingine vya kipekee vya kihistoria? Yes, mkoa wa Iringa umebarikiwa sana sana, especially kwenye historia. Kutoka kwa Mto Mkwawa, historia kama historia inaweza ikaitambulisha Iringa kwa kiujumla tu kwa historia. Na kwa uzuri wake Mto Mkwawa aliunganisha Uhehe kuiweka kuwa Iringa na kuitambulisha katika kitaifa, kimataifa. Na hapa Iringa unaweza ukakuta sehemu nyingi ambazo zinahusisha historia. Kwa mfano sehemu ya Lungemba ambako babake Mkwawa alizikwa, Mlambalasi ambapo mtu wa Mkwawa kiwiliwili chake kilizikwa, kwa sababu fuvu lipo makumbusho ya Kalenga tupo kwenye kijiji tulikopita. Kikongoma ambapo mama yake Mkwawa alijitumbukiza kwenye maji, na sehemu ambako kuna chemchemu ya maji ya moto, maji yenye baraka. Yes. Na Lugalo ambapo mtu Mkwawa alipotengenezea title yake, heshima yake kidunia, jinsi alivyoweza kuwadhibiti Wajerumani na kuwaondoa. Hapa nyumbani kwa chief, kwa Mtwa, hapa unaweza ukakuta jino la mtu Mkwawa. Ili lilirudishwa 2014. Mzee wangu alilipokea na mimi nilikuwa mdogo, lakini tulilipokea hapa. Lilirudishwa na familia ambalo aliyemkata kichwa mtu Mkwawa, kwa sababu alikuwa kirudisha kule Ujerumani, alichukua jino kama kukumbushia na yeye historia kwa alikuwepo. Kwa hiyo akalithisha naye kwenye kizazi chake mpaka kizazi cha nyakati za mzee wangu, kumaanisha kizazi cha 4 kutoka kwa Mkwawa. Ndio. Ndo wakaona kidogo ilikuwa linawasumbua kule, wakaamua lirudishe nyumbani. Kwa hiyo ndo likarudi, tukalipokea, na ukiweza kuja hapo unaweza ukaliona pia jino la mtu Mkwawa pia. Na kama nilivyosema mwanzoni, na mimi nimekuwa nikijaribu kurudisha haya mafuvu ya Wahehe waliokuwa wengine wanajeshi, babake Mkwawa, wengine walikuwa washikadau wa mtu Mkwawa, ambayo yapo Ujerumani, na tulikuwa tunasubiri yarudi Tanzania. Sasa nikitazama hapa kushoto kwangu, naona hapo kuna bango la Mkwawa Foundation. Hii ni foundation ambayo ipo chini yako? Ndio. Okay, tupitishe kidogo kwenye yes, hii foundation tulizindua dada yangu na mimi, ambayo of course director ni mimi mwenyewe, kwa sababu ndio inakuwa ina maana kubwa zaidi. Na katibu wangu ambayo kazi yake kubwa hii foundation, kwa vitu vingi nilivyovitaja mwanzoni, ni kuvisimamia hivyo vitu. Aidha kuelimisha, kuenzi mila na desturi, kuenzi historia, kuhakikisha ni vile vitu vyote vinavyohusiana na
Mtwa Mkwawa au na Uhehe kiujumla vimefuatiliwa na viko sawa. Kwa hiyo sehemu hizo ambazo nilizozitaja, baadhi ya sehemu ambazo hazitambuliki na serikali au serikali bado hazijazitambua, kama foundation kazi yake moja hapo ni hiyo, kuzihifadhi hizo sehemu kwa uwezo wetu sisi wenyewe. Sasa ni kama maeneo gani hayo ambayo bado hayajatambuliwa? Kama of course yanafahamika, lakini hayana uangalizi, hayapewa ile hadhi. Yes, kama nilivyosema mwanzoni, ni kama Mlambalasi, Kikongoma, maana unakuta watu wanaenda eneo hilo yani kienyeji tu, wanafanya historia, wanafanya documentation ya historia ambayo unakuta haina details au information ile tosha na yenyewe, ambayo inapotosha wale wanaofuatilia katika historia ya Mtwa Mkwawa. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo kama foundation aim yake ni kuzisimamia. Imeshaanza? Kama foundation tumeisimamisha, lakini bado tunaendelea kuikamilisha kwenye upande wa board directors ili tuanze kukusanya funds na tuweze kusimamia hivyo vitu. Na pengine kama kwa watu kama hao ambao wanakuwa wanatoa historia za Mkwawa ambazo sio sahihi, kuna hatua kama Mtwa ambazo umewahi kuzichukua kuwashughulikia watu kama hao? Haya, Mtwa, kazi nyingine nje hizo ambazo foundation inazifanya? Ni kama nilivyosema awali, kwenye sehemu kwa mfano kama Kikongoma, hii ni sehemu ambako mama yake Mkwawa alijitumbukiza, na sehemu hiyo ni sehemu ambako dawa nyingi ambazo dawa za kiasili zinapatikana. Na kwa hiyo kama foundation kazi yake moja ni tumeweza kusajili Mkwawa Herbal ambayo inadili na dawa asili. Kwa hiyo kama foundation inasimamia na kuweza kusaidia wale wanaohitaji dawa hizo, basi ina provide kwa namna hiyo. Ambazo hizo dawa zilikuwa pia zinatumiwa na Mkwawa? Kwa wakati ule. Kwa kazi zingine za foundation kwa sababu tuna mwanasheria ndani ya foundation, na ni kusimamia wale wote wenye biashara binafsi wanaotumia jina la Mkwawa kwa biashara zao binafsi, kuwasimamia kisheria sasa. Na kwa upande mwingine ni kwa taasisi ambazo ni za umma, wale tunawatumia kama wadau, kuwashirikisha katika sherehe zetu za kiutamaduni, katika vitu vinavyohusiana na Mkwawa pamoja na Uhehe kwa ujumla. Kwa mfano kama chuo chetu cha Mkwawa, benki za Mkwawa, vipo taasisi nyingi za umma ambazo zinatumia jina la Mtwa Mkwawa katika biashara. Ndio.